mtukufu, mfalme mwema, mwaminifu, Baba uweza yote, una nguvu, haushindwi, Baba pokea utukufu, imba tena mfalme mwema, mwaminifu, oh Baba, uweza yote, una nguvu, haushindwi, pokea utukufu, twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka, twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Takatifu, takatifu, Bwana wa majeshi, dunia yote imejawa na utukufu wako mtakatifu, takatifu, takatifu, Bwana wa majeshi, yote imejawa na utukufu wako, twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka, twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka, twakupa leo Baba, twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka, ewe Mungu
Jesus, you are lifted up. Jesus, you're lifted up. Hey, Jesus, you're lifted up. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Hallelujah. Hey, the man of God is on fire. As we indicated in the morning that we're going to experience the move of God through this man of God. And I want to believe that this morning session was a powerful one. All of us have been blessed by God through his servant, Bishop Michael Wadari. And I don't go anywhere, because we have him this second session, and we have him again tonight at 8:30 p.m. in the name of Jesus Christ. Amen. As we move on, we want to encourage you that we are coming to almost to an end of this conference by tomorrow. And so we want to encourage you, if this ministry is blessing you, wherever you are, those who are listening, those of us who are here, please, you can also support this ministry by sowing a seed, as a love offering, and set a seed by tomorrow or today through our pay bill number. That is 833-700, and account is NPC. Again, our pay bill number is 833-700, and account number is PC. You can be a blessing. I'm sure this ministry has blessed you. NPC has been a blessing to many of us right from the beginning, and we have testimonies of what God has done. And so if it's a blessing it's a blessing to you. Kindly, you can sow your seed by tomorrow, or if even you have it today, it's okay, by sending that seed to our pay bill number at 833-700, and our account number NPC. Praise the name of the Lord. Hallelujah. We want you to feel so relaxed being here today, because this is the day that the Lord has made. Praise the name of the Lord. Once again, I want to believe that we are all prepared to receive again from the Lord. God, the man of God is already here. He is equipped for you. He is equipped for all of us today. Again, in the name of Jesus. These are fathers. These are people who normally don't go dry. Some of us may go dry because of experience. But these are men who never got dry. They are equipped for this purpose. They are equipped for us in the name of the Lord. Amen. Bishop Michael Wadari, a bishop of CFF Ministries that God has prepared and ordained for us today. I want you to be prepared. Amen. So I want you to, all of us again, stand up on your feet so that we can bring this man of God again to the altar, that he may come and speak to us this day. And I'm sure by the end of the day you will say, surely, I remember scripture when in the Bible, when I think Jacob, who said, he struggled with God. He wrestled with God. And in the morning he said, surely the Lord is in this place. I didn't know he was there. He said, I didn't know that God was here. But I know now that God was in this place. And I want to promise you, by the time we are going, we are coming the end of the day, we'll be able to say, surely I didn't know that the Lord is in this place. And so put your hands together and help me to bring to the altar again none other but Bishop Michael Wadari, in the name of Jesus. Hallelujah to the Lamb of God, in the name of Jesus. Jambo mpenzi mtazamaji, na karibu katika ibada ya siku ya leo. Hiki kipindi ambacho nitaweza kukuletea, nitakuhubiria juu ya ufufuo ama revival. Na nitakuonyesha sababu kadhaa ambazo zinaweza zikafanya ile revival ikaweza kuwa haiko tena. Kwa sababu katika Biblia nimekuja kugundua ya kwamba wakati mwingi Mungu aliweza kufanya revival katika nyumba yake. With the time, wakati watu walifanya mambo tofauti, ile revival iliweza kufa. Lakini nashukuru Mungu sana kwa sababu Mungu every time kulipatikana watu wa kumulilia na kumuita, aliweza tena kuleta revival yake.
Most of the times wakati tunasoma juu ya revival, tunakuta ya kwamba revival inaambatana na matendo. Inaambatana na matendo kama miujiza, signs and wonders. There is no revival without signs, without miracles, without wonders. Those three things. Kama kutakuwa na ufufuo, lazima kuwe na yale mambo matatu. Lakini yale mambo matatu, foundation yake ni nini? Nini ambayo huwa inazaa mambo yale? Ni kitu ambacho kinaitwa prayers, maombi. Na ndiposa ukisoma Biblia inasema ya kwamba wakati mmoja Mungu akasema ya kwamba I will pour upon the house of David the spirit of supplication. Nitaimwagia nyumba ya Daudi roho ya kuomba, na watu wataomboleza sana, wataomba sana, watamulilia Bwana. Wataingiwa na hiyo roho ambayo wakati watu wanaomba ni kama kuna maombolezo fulani. Wanaomba katika njia ya kulia, katika njia ambayo watu wengi hawaielewi. Ndio huwa tunasema ya kwamba roho ya kuomba ambayo imeshanganyikana na kuomboleza. Na ipoza Biblia inasema ya kwamba nao watu wengi watamtazama Yesu Kristo waliyemweka kwenye msalaba. Na Biblia inasema ya kwamba and the hearts of many shall turn unto him. Mioyo ya watu wengi yataweza kubadilika na kuweza kumwangalia yeye na kumpokea yeye katika maisha yao. Na kwa hivyo ningetaka niseme jambo la kwanza ambao kanisa la siku ya leo linapaswa kujua, there is no revival without signs, miracles and wonders. All miracles, signs and wonders. Na ile huwa inazaliwa katika maombi. Ninampenda sana Habakuki. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Habakuki chapter 1, Habakuki anauliza maswali ambayo inaonyesha ya kwamba kuna ukavu wa aina fulani. Anasema mbele za Bwana na analia sana, na anasema, kwa nini Bwana nimekulilia na haunijibu? Why have I cried unto you and you are not answering me? Kwa nini ninakulilia Bwana haunijibu? Kwa nini nimetafuta uso wako na Bwana haupatikani kwangu? Na basi hiyo ikaonyesha ya kwamba kulikuwa na ukavu wa aina fulani. Na ndiposa ukienda tena kwenye Habakkuk chapter 2, mahali pale Biblia inasema ya kwamba he decided now to stop asking questions and enter into prayer. Akatoka kuuliza maswali, akaingia Habakkuk chapter 2, akaingia kwa maombi. Ndiposa Biblia inasema ya kwamba and Habakkuk went into his watchtower and decided to pray and to seek the face of God. And when he was waiting to hear what God would say, the Bible says clearly ya kwamba kasikia sauti ya Mungu ikimwambia ya kwamba ile maono ambayo uko nayo Habakuki, iandike vizuri, iandike in block letters, kwa sababu hata kama itakawia itakuja kutimia, na yeyote ambaye atakayeisoma atakimbia nayo. Hivyo ni kusema namna gani? Ni kusema ya kwamba he was told, badala ya kushinda ukiuliza maswali, kile ambacho Mungu amekupatia, kile ambacho Mungu ameweka ndani yako kama maono, write it down in block letters. Na hiyo ameelezwa after waiting upon the Lord in the watchtower and praying and seeking the face of God. Look at Habakkuk chapter 3, step by step. Habakkuk chapter 3. Hapo tena anaingiwa na roho ambayo ninaombea kila mmoja ambaye unaonisikia, ambao unaonitazama, ya kwamba that spirit of God that was in Habakkuk itaingia ndani yako. Na pale ameanza kulia na ameanza kuomba tena na kuomboleza na kusema haya maneno, kusema ya kwamba oh Lord, revive your wondrous works amidst of years in the name of Jesus. Analia sana, anasema ya kwamba Bwana, huisha matendo yako, matendo ambayo siyo ya kawaida, your wondrous works katikati ya miaka Bwana, huisha Bwana Mungu wa Israeli, ukaleta tena matendo isiyo ya kawaida katikati ya miaka Bwana, ili sisi tukafurahie tena. Ameanza kulia so that God can bring revival. Mimi ni ombi langu ya kwamba hiyo roho ambayo ilikuwa ndani ya Habakuki akilia mbele za Bwana, Mungu akaweze kuleta matendo yake tena
Ninaomba hiyo roho ikajae kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo, hivi kwamba kuna watu watakayemlilia Bwana from each and every corner of our nation, ya kwamba Jehovah God, revive your wondrous works again in our families, in our nation, in our churches. Revive your wondrous work. Haikosi hii, watu wa Mungu, ya kwamba Amos anasema in the book of Amos chapter 6, anasema jambo ambalo ni la kuhuzunisha sana. Inasema, woe unto you that are at ease in Zion. Na hapa tunajua Zion ni nyumba ya Bwana. Na basi anasema ya kwamba walaaniwe. Woe means walaaniwe. Woe unto them that are at ease in Zion. Walaaniwe wale ambao wamekuja kustarehe katika Zayuni, katika nyumba ya Bwana. Ndio tunaona ya kwamba revival inaweza ikawa haiko, kwa sababu kuna watu ambao wameitwa kama intercessors, wameitwa kama watu ambao wataweza kuleta revival. Wamepewa vipawa za rohoni na Mungu, lakini kazi yao ni kustarehe. Wamestarehe sana katika Zayuni, katika nyumba ya Bwana. There is one area ambao huwa inanishangaza sana, and Jesus Christ aliongea juu yake sana. Kuna wakati mmoja aliingia katika sinagogi, na Biblia inasema ya kwamba akamuona mama mmoja ambaye alikuwa na mgongo ambao umepinda. Na Biblia inasema yule mama alikuwa ameingia katika hiyo sinagogi for the last 18 good years. 18 years. Mwaka wa kwanza mama anakuja mgongo umepinda. Mwaka wa pili, mwaka wa tatu, na ibada zinafanywa mahali pale. Lakini Yesu Kristo wakati alimuona, neno la Bwana linasema ya kwamba alikemea ile spirit na ikaondoka. Akasema ya kwamba mama, umefunguliwa. And all of a sudden, or immediately, or at once, Biblia inasema yule mama akasimama vizuri, akamwambia umefunguliwa. Ni wakati kama ule ambao wewe unatushangaza sana, ya kwamba siku ya leo people just attend services kama kikawaida tu, hakuna matendo ya Mungu. Mtu anaingia katika ibada na shida zake, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mpaka mwaka wa 18, 18 good years. Mtu ameingia katika ibada. What is it for? Na hakuna jambo ambalo, hakuna uponyaji ambao uko mahali pale. Manifestation ya gifts of healing, manifestation ya gifts of prophecy, manifestation ya gifts of wisdom, ya word of knowledge haiko tena. Hapo ndio tunarudi tena tukaulize ya kwamba watu ambao watakaosikia, they are uncomfortable in Zion when there is no revival. They are very uncomfortable in the church when there is no revival. When everything ambayo inayofanywa mahali pale inafanywa kikawaida. Sifa zinafanywa kikawaida. Ibada ya kwaya inafanywa kikawaida. Neno ni kikawaida. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, this day Mungu atainua watu wake katika jina la Yesu Kristo. Mungu atainua watu wake katika hiyo kanisa ambao imejaa ukawaida, watu ambao watakao break that spirit ya ukawaida katika jina la Yesu Kristo, ili revival ikaweze kurudi tena. Kwa nini neno la Bwana linasema? Amosi kwa nini alisema hivyo? Ole wale ambao wamestarehe katika Zayuni. Kwa nini? Maana Biblia inasema ya kwamba wale wamelaaniwa. Biblia inasema ya kwamba ni kana kwamba they had almost everything that they needed. Hawakuona haja ya revival. Nasema ya kwamba vitu za kawaida, utajiri wa dunia huu, ilikuwa ni kama walikuwa na kila kitu. Mwanzo wanasema ya kwamba wako katika sherehe zao, wako katika pia sherehe, wako katika sherehe zao. Ya pili, wako katika malazi yao, mahali pao pa kupumzika. Wanalala katika vitanda za ivory, vitu ambazo waliweza kuafford. They could afford food, we could afford mavazi. Na kwa hivyo wanauliza revival ni ya nini? Simply because they can afford mambo machache na madogo, mambo ya kuisha, perishable things za dunia hii. Mtu hawezi akafunguka macho yake akaone ya kwamba kuna kitu zaidi ya hayo. Na ndiposa Yesu Kristo wakati alipoingia, kuna mambo ya ukawaida mwingi sana aliyovunja. You remember that? Wakati aliyochukua chuo cha nabii Isaya na akasoma, na wakati alisoma katika sinagogi moja, neno la Bwana linasema watu waliulizana ya kwamba hiyo authority amepata wapi? Authority ya kusoma neno hivyo, hiyo wisdom yote ametoa wapi?
waliulizana hivyo. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, Mungu atainua watu ambao wako na authority ya kuvunja hiyo spirit ya kuwa at ease or comfortable in the churches in Zion, ikavujike, so that we can enter into another realm ambayo itakaoleta matendo yasiyo ya kawaida, matendo ya uponyaji katika jina la Yesu Kristo, manifestations of the gifts of the Holy Spirit in the church again, in the name of Jesus Christ. Siwezi nikakosa kukueleza kwa nini mambo kadhaa, kwa nini tunaona ya kwamba ni kama revival imeweza kufungiliwa, na ni akina nani watakaoweza kupasua na kutuletea ile revival. Ninaweza nikakuonyesha kwenye kile kitabu cha Zephaniah chapter 3. Zephaniah chapter 3, kuna mambo matatu anaongea mahali pale. Anasema juu ya a rebellious city, verses 1. Zephaniah chapter 3 and verses 1. Neno la Bwana linasema juu ya the rebellious city, the rebellious and corrupt city. Na anasema this city is Jerusalem. Now come to think of it, because Jerusalem and Zion, hayo ni maneno na majina ambayo yanachukuliwa yakitafsiriwa ni kanisa la Bwana. Anasema ya kwamba ole kwa Yerusalemu, mji ambao ni mkatili, a rebellious city. No, you can imagine a prophet coming into the church and referring to the church as a rebellious, as a rebellious church, as a rebellious city. Na kwa nini anasema juu yake hivyo? Na akasema ya kwamba pia ule mji umelaaniwa. Kwa nini leo Wakristo tukae kama tumelaaniwa? Kwa nini leo kanisa likae kama limelaaniwa? Kwa sababu nabii Zephaniah chapter 3 anasema vizuri, woe unto this city, a rebellious city, Jerusalem. Yerusalemu imekaa kama mji ambao umelaaniwa. Kwa nini? Namba ya kwanza anasema ya kwamba they disobeyed the voice of the Lord. They rebelled against the voice of the Lord. Every time unakuta ya kwamba kuna nafasi katika nyumba ya Mungu ya watu kurebel against the voice of God, ujue ya kwamba revival imeweza kufungiliwa. Because not many people ambao huwa wanafungua masikio yao kusikia the voice of God. Not many people. Many people wangetaka wafungirie, wangetaka kusikia kile masikio yao inataka kusikia. No wonder Paul akiadikia Timothy akamwambia ya kwamba nyakati za mwisho kutatokea watu ambao watakaojitafutia wachungaji, manabii, watakaojitafutia waalimu, watakao wafundisha kile masikio yao inataka kusikia, sio kile Mungu anataka kusikia. It is my prayer ya kwamba Mungu atarudisha sauti yake kwenye kanisa tena, so that we can have the fear of God. When the fear of God comes, then from there we can have intercessors who fear the Lord, and when they pray, revival comes. It is my prayer that this day Mungu anaweza akafanya hivyo kwa maisha yako. Arejeshe tena sauti yake. Arejeshe sauti yake kwa manabii. Arejeshe sauti yake kwa wachungaji. Arejeshe sauti yake kwa washirika, kwa believers, watu wote ambao wameokoka. Even unbelievers wasikie sauti ya Bwana. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba that voice of God, it shatters the cedars of Lebanon. That is what the Bible says. That the voice of God is powerful. It shatters the cedars of Lebanon. Kumaanisha ya kwamba there is no wall. Hakuna ukuta ambao sauti ya Bwana haiwezi ikavunja. Ninaomba katika jina la Yesu that the voice of God will come upon our nation. The voice of God will come upon our families. The voice of God will come upon each one of us ambao tunao taka kutumiwa na Bwana, ambao tunao kuwa na jambo la kulia. Mungu nitumie wakati kama huu. Jambo la pili ambao Zephaniah the prophet analolisema, ambalo lilikuwa limesimama na likaweza kufungilia revival wakati ule. Na pia tujue ya kwamba manabii wakiongea, wanaongea kwa wakati ule na kwa wakati ambao tuko nao sasa. Anasema ya kwamba basi lile kanisa la Jerusalem, all Jerusalem city, wakaelezwa ya kwamba hawa wamekataa sauti ya Bwana. Jambo la pili ambalo Zephaniah analolisema, anasema ya kwamba na yeye hakuweza kukubali kukosolewa. Hakubali kukosolewa. Wakati wowote tunajikuta ya kwamba we are not ready to receive corrections.
Ati mtu akikemewa kidogo hivi, kanisa likikemewa kidogo, linaanza kusema ya kwamba huyo mchungaji hatumtaki tena. Linaanza kucomplain simply kwa sababu limekemewa. Ningetaka nikuambie ya kwamba every time nabii anapoongea, every time sauti ya Bwana inapokuja na inakuja kutukemea, and we are not ready to receive correction, hapo neno la Bwana linasema vizuri ya kwamba revival itaweza kufungiliwa mahali pale, na haiwezekani ikapatikana. Matendo ya Bwana haiwezi ikapatikana mahali pale. Kumbuka neno la Bwana linasema ya kwamba in the book of Proverbs, the wisest man ever lived on earth, alisema haya maneno, akasema ya kwamba kama mtu akiendelea kuonywa na hataki kusikia kuonywa kwa ajili ya jambo fulani, wakati mmoja kwa ghafla atavujika shingo yake. Na ndiposa tunaona ilivyo katika kanisa siku ya leo. Ndiposa tunaona ilivyo katika watu wengi siku ya leo. Simply because hakuna mtu ambaye anataka kukemewa kwa jambo lolote lile. Ningetaka niwaambie, most of the times, and wakati mwingi Mungu ametunenea, ametueleza ya kwamba the greatest sin in the church, sio vile watu wanafikiria. The greatest sin in the church today, it is the spirit of prayerlessness. Ni ile roho ya kutokuwa na maombi katika kanisa. Watu wakiomba dakika 2, anaanza kusema ya kwamba sasa tunasukumwa sana kwa maombi. Watu wakiomba lisali moja, inaonekana ni kama wameomba mwaka mzima. Na mtu wengine wakiomba sana, wanajifanya ni kama ni mateka wameshukuliwa na mchungaji ili wakaweze kuomba. It is my prayer in the mighty name of Jesus, ya kwamba kila mtu, you will be open to receive any rebuke from the Lord in the name of Jesus Christ. Na kwa hivyo kama umeitwa kama muombezi na hauje kuwa ukiomba, the Lord is rebuking you today and telling you uondokee ile spirit ya prayerlessness in the name of Jesus Christ. Turn unto the Lord again and start your work, the work of praying and interceding and seeking the face of the Lord, ili revival ikaweze kuzaliwa katika jina la Yesu Kristo. Acha kujifanya mateka katika maombi. Kama umewekwa ule mzigo, acha kujifanya mateka in the name of Jesus Christ, ili kazi ya Mungu ikaweze kufunguka. Zefania akasema ya kwamba ole wenu Yerusalemu, ole wenu mji wa Yerusalemu, ole wenu kanisa, kwa sababu hata wakati Mungu anawakemea hamutaki kusikia. You don't want to hear anything. Actually, that is what Amplified Bible says. A church that does not want to hear anything, a city that doesn't want to hear anything. Hauwezi ukamwambia hiki. Ujaona hivyo katika maisha mengi ya watu, wakihubiriwa neno ambalo linawakata, wanasema tunaigiriwa. Si ya kwamba Mungu anawafundisha laini, si ya kwamba Mungu anawarudisha katika njia. Wengi wanasema ya kwamba huyo mtu ameshuguza mambo yetu, ndio amekuja hapa kutusomea, ndio amekuja hapa kutuingilia. Ningetaka nikuambia, every time the church is rebellious and in this way of not receiving correction, the truth is hawawezi wakapata revival. Hatuwezi tukapata revival. Tuwe na watu watakao inuka na kuvuja the spirit of rebellion in the mighty name of Jesus Christ. May the Lord anoint us once again. May the Lord anoint us once again with double portion of his anointing, so that we can break the spirit of rebellion in our churches in the mighty name of Jesus, even in our nation in the mighty name of Jesus. Because the moment the spirit of rebellion is broken, revival must come in the name of Jesus Christ. People will receive joy again. See, Biblia inasema in the book of Psalms 85 and verses 6, the Bible says, will not Lord revive us once again? Ama inauliza kwa Kiswahili, je, Bwana hautatufufua tena? Hautatufufua tena ili tupokee, tuweze kupokea furaha. Will you not revive us once again, oh Lord, that we may receive joy? Will you not revive us again, oh Lord, those so that we can receive joy? Kwa hivyo ni kusema ya kwamba when there is no revival, there is no joy. When there is no revival in our churches, there is no joy. When there is no revival, there is no joy. I repeat again, when there is no revival, there is no joy. I pray that the Lord will revive your family, so that that family can receive joy again. I pray that the Lord will revive that church in the name of Jesus Christ, so that that church can receive joy again. I pray that the Lord will revive the church in Kenya, so that we can receive the joy of the Lord once again in the name of Jesus Christ. Zephaniah anasema jambo la tatu ambalo analisema mahali pale.
that Jerusalem hawakupata nafasi ya kutrust Mungu. Hawakupata nafasi ya kumkaribia Mungu. They did not have a time to go near unto the Lord. They did not have time to go near unto the Lord. Na kwa hivyo usikie vizuri. Kwa nini waliambiwa ole wao? Wamefugilia revival. Kwa sababu hawana nafasi nzuri ya kumkaribia Bwana. Je, huwa tunamkaribia Bwana kwa njia gani? Kwa njia ya maombi, prayers and fasting. Na kutafuta uso wa Bwana katika neno lake. Kwa yale mambo wao walisema ya kwamba wametosheleka. Nobody took his time to fast katika ule mji, na kwa hivyo akasema ya kwamba hawa hawajepata nafasi ya kunikaribia, wamefugilia revival. Tuombe Mungu akainue kanisa lake once again, uwezo wake ukaingie katika maisha ya watu katika jina la Yesu Kristo. Watu wakapata na kiu ya kumkaribia Bwana, going near unto the Lord through prayers, going near unto the Lord through fasting, ili mambo yakaweze kubadilika. It is my prayer this day in the name of Jesus, ya kwamba kuanzia saa hii kila mmoja ambao umesikia lile neno, the spirit of supplication in the name of Jesus Christ will find a place in your heart, will find a place in your life in the mighty name of Jesus Christ, ili Mungu akakutumie ukaweze kuleta revival in the mighty name of Jesus Christ. Naombea kila mmoja, the Holy Spirit of God will come upon you in the mighty name of Jesus Christ. Na kuanza wakati huu, Roho wa Bwana akakutumie kuleta matendo, miujiza, mambo yasiyo ya kawaida kwa wale ambao ni wa hili kanisa, kwa wale ambao hawajaingia katika kanisa, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akakutumie kama chombo chake in the mighty name of Jesus Christ. Mungu atumie ulimi wako katika njia ya maombi. Mungu atumie moyo wako katika njia ya maombi, nayo mikono yako ikatende miujiza isiyo ya kawaida in the mighty name of Jesus Christ. Mungu analiita kanisa tena kuomba. Mungu analiita kanisa tena kutafuta uso wake in the mighty name of Jesus Christ. Si imeandikwa ya kwamba wanadamu wanapaswa kuomba pasipo kukoma? Pokea roho ya maombi pasipo kukoma katika jina la Yesu Kristo, ili Mungu akakutumie kwa njia ya miujiza, Mungu akakutumie kwa njia ya ishara na maajabu katika jina la Yesu Kristo. Pokea roho ya kutochoka katika maombi katika jina la Yesu Kristo. Pokea roho ya kufunguka masikio yako na kusikia sauti ya Bwana in the mighty name of Jesus Christ, kwa sababu sauti ya Bwana yananena na inanena revival. Sauti ya Bwana inanena miujiza. Sauti ya Bwana inanena encouragement. Sauti ya Bwana inaleta suluhisho. Pokea katika jina la Yesu uwezo, nguvu za Bwana zikaambatane pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Walk and work under the spirit of supplication in the mighty name of Jesus. Kwa jambo lolote lile unalolitenda, ukalitende kuipitia kwa maombi. Kwa kazi yoyote ile unayoifanya, ukaifanya kupitia kwa maombi, ili mkono wa Bwana ukaweze kuonekana in the mighty name of Jesus Christ. We worship your name, Lord. We honor you in the name of Jesus Christ.